Baba Mtakatifu ametangaza kwamba mwaka wa 2025 utakuwa ni mwaka wa jubilei ambao hutokea kila baada ya miaka 25. Kauli mbiu ya jubilei hiyo ni mahujaji wa matumaini. Ni wazo la Baba Mtakatifu kuwa mwaka huu wa jubilei utakuwa mwaka wa matumaini kwa ulimwengu mzima unaoteseka kutokana na athari za vita, athari zinazoendelea za janga la uviko 19 na mabadiliko ya tabia nchi. Kiti kitakatifu kilitoa nembo rasmi ya mwaka wa jubilei 2025 ambayo tafsiri yake inaonyesha ubinadamu kutoka pembe 4 za dunia. Na katika kitendo cha kushikamana na msalaba. Msalaba uko katika umbo la tanga, mojawapo ya ishara za tumaini la Kikristo linalobeba uhakika wa ushindi wa wema dhidi ya uovu. Matanga ambayo yanajizamisha baharini yakisukumwa na matukio ya maisha. Msalaba unaishia kwa umbo la nanga, ishara nyingine ya matumaini ambayo huleta imani na usalama maishani. Ndugu zangu, jubilei maana yake nini? Maana halisi ya jubilei tunaipata katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 25 mstari wa 10 na kuendelea, ambapo Waisraeli wanaambiwa kuwa mwaka wa 50 ni wa jubilei. Ni mwaka mtakatifu si tu kwa sababu unaanza, unaadhimishwa na unahitimishwa kwa madhehebu matakatifu, bali pia kwa sababu unachochea utakatifu wa maisha. Huu ni mwaka wa uondoleo wa dhambi, upatanisho, uongofu na toba ya kisakramenti. Ni kipindi cha kumtafuta Kristo anayetutangazia habari njema. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka uliokubaliwa na Bwana. Matunda tarajio ya mwaka wa jubilei. Ndugu zangu, jubilei ni wakati ambao utakatifu wa Mungu hudhihirika zaidi, nao hutubadilisha. Katika mwaka mtakatifu tunaalikwa kusimama imara katika imani juu ya uwepo wa Mungu. Tusimame imara, kwani imani huzaa tumaini lisilo tahayarishwa. Imani ndicho chombo pekee cha kuhesabiwa haki tunapomwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Na ni kwa imani katika Kristo na neno lake tunaweza kumtumikia Mungu kwa ufanisi na kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wanaomtafuta. Waraka kwa Ibrania sura ya 11 mstari wa 6. Ndugu zangu, hakuna njia nyingine ya kuwahudumia watu wa Mungu kwa utukufu isipokuwa kwa kuliamini neno la Mungu, ambalo neno hili ni chemchemi ya uzima wetu. Neno hili la Mungu ndiyo kuyajua mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na sasa tunapotafakari juu ya hilo, tunapaswa kujiuliza maswali yafuatayo kuhusiana na imani. Kwanza, ninatoka wapi? Lakini pia ninaenda wapi? Kwa nini nilizaliwa? Je, nafsi yangu haiwezi kufa?
Nini kinatokea baada ya mimi kufa? Je, Mungu ananipenda? Kuna furaha kubwa na amani kuu katika kujua kwa uhakika majibu ya maswali haya. Imani tokanayo na maandiko matakatifu hutusaidia kujua maana halisi ya lengo halisi la maisha yetu hapa duniani. Imani itupatie tumaini tunalohitaji ili kustahimili magumu. Tunapotafakari juu ya imani yetu, tunaendelea kumtazama Mungu anayetuhakikishia kwamba yuko pamoja nasi daima katika magumu yetu yote, na kwamba anatembea nasi na kuteseka pamoja nasi katika mahangaiko yetu, katika familia zetu, katika maeneo yetu ya kazi, biashara na mahangaiko mengine ambayo tunakuwa nayo katika maisha yetu. Mungu yuko pamoja nasi. Hivyo mbele ya Mungu, mateso, ukosefu wa haki, magonjwa na kifo havikosi majibu. Mungu anatoa majibu ya changamoto zote ambazo zinamkabili mwanadamu, kwa sababu yeye ni mweza wa yote, anajua yote na hakuna linalomshinda. Kama vile mateso ya Kristo aliyoyapokea kwa ajili ya mapenzi ya Baba wa milele yalivyoleta ukombozi wetu kwetu sisi, mateso yetu leo tunayoyapokea kwa imani yanakuwa nguvu ya mabadiliko katika maisha yetu, katika maisha ya wapendwa wetu na kwa ulimwengu mzima. Mateso huwa njia ya kufungua mioyo yetu kumpenda Mungu na watu. Kumwamini Mungu wakati wa mateso kutulinda dhidi ya kuvunjika moyo na kukata tamaa. Tusikate tamaa wakati wa magumu, bali tuendelee kumtazama Kristo Yesu ambaye aliteseka kwa ajili yetu sisi na kisha akawa mshindi baada ya kuwa ameweka matumaini yake yote kwa Mwenyezi Mungu na akajikabidhi kwa Mungu Baba yake, na mwisho akawa mshindi. Ndugu zangu, imani tunayokuwa nayo inapaswa kutupatia furaha isiyo na mwisho. Imani ya kweli kwa Mungu huwasha moto wa mapendo moyoni mwetu. Uhusiano huo wa upendo na Mungu ndio pekee unaoweza kutufanya tuwe na furaha kamili. Mioyo yetu ina kiu ya furaha isiyotoshelezwa na mambo ya dunia hii, ila ni Mungu pekee anayeweza kuitosheleza. Bila Mungu tunaanguka katika hali ya kutoridhika na kukata tamaa kabisa. Na Mtakatifu Agustino alisema, umetuumba kwa ajili yako, Bwana, na mioyo yetu haina utulivu mpaka itakapotulia ndani yako. Imani yetu itupatie nguvu ya kupenda na kusamehe. Ndugu zangu, kwa nguvu ya imani tunaweza kufanikiwa kuwapenda hata adui zetu. Ni mtu mwenye imani tu ndiye anayeweza kuwapenda na kuwasamehe wanaomuudhi, kumtesa, kumdhulumu, kumchukia. Na hili ni fundisho kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 43 mpaka 48. Kusamehe ni sharti msingi kwetu sisi kupokea msamaha wa Mungu. Kama tunavyosali katika sala Baba yetu, kumwomba Mwenyezi Mungu atusamehe dhambi zetu kama nasi tunavyowasamehe wengine makosa yao. Na hivi ndivyo ambavyo Kristo Yesu anavyotufundisha katika Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 15. Mtu asiyesamehe anabaki kuwa mfungwa wa kinyongo chake. Kusamehe hutuweka huru, hutuwezesha kupenda na kupokea msamaha wa Mungu.
lakini pia msamaha ni dawa, ni tiba ya moyo. Ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie ili katika kipindi hiki cha Kwaresma tuweze kutafakari vema hiyo tunu kuu ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia ya imani, ambayo kama jinsi ambavyo tumesikia katika ujumbe wa leo, imani hii inatupatia furaha, inatupatia nguvu, na kwa imani hiyo tunaweza kudumisha upendo kati yetu, kwa sababu kwa imani tunaweza kusameheana na kuendeleza udugu kati yetu na kuimarisha uhusiano mzuri kati yetu sisi kwa sisi. Na kwa imani hiyo hiyo tunaweza kuimarisha mahusiano kati yetu na Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.